ni kupunguza vikwazo vya kibiashara kama nilivyosema, visivyo vya kushoroza na kutumia utaratibu uliorahisishwa ili kuboresha mazingira ya biashara hasa za mazao ya chakula kwa wafanyabiashara wadogo, hususan vijana na kina mama katika mipaka ya nchi yetu. Kwa hiyo kimsingi AGRA tunafanya kazi kwa kushirikiana na serikali, wadau wa kilimo, wakulima na wadau mbalimbali katika kuboresha mifumo ya chakula na kuhakikisha kabisa tuna mabadiliko katika kilimo. Katika hilo niende moja kwa moja katika mradi wa YEFFA. Mradi wa YEFFA umeanza 2004, ni mradi wa miaka 5 unaofadhiliwa na Mastercard Foundation. Sisi AGRA ni watekelezaji wakuu, lakini tunashirikiana na wadau mbalimbali pia. YEFFA imetoka katika maneno ambayo ni Youth Entrepreneurship for the Future of Food and Agriculture. Lakini vile vile tutaka kujua kama wafanyabiashara wadogo na wakati, hasa kina mama na vijana, wanafahamu uwepo na umuhimu wa dawati la kutoa taarifa mipakani. Na vile vile tutaka kujua uwepo wa mfumo wa kutoa taarifa kuhusu vikwazo visivyokuwa vya kikoroza. Mimi naomba nijikite kwenye mifumo ya kuripoti hivi vikwazo. Unatuma message ya kikwazo ambacho umekutana nacho kule korodani kwa namba 15539. Sasa mfumo huu kwa sasa hivi unaboreshwa, wanaendelea kuboresha ili kile kikwazo kinapotumwa tu moja kwa moja unapata majibu kwamba kikwazo chao kimefikia hatua gani. ya majadiliano. Sasa najua sisi wafanya biashara, nadhani ni wafanya biashara kwa vikundi. Wanafanya biashara ya nafaka, mikono juu. Biashara ya nafaka. Asante sana. Okay, kwa specify biashara ya mahindi. vya usafirishaji na mizigo. Athari zinazotokea ni kufa kwa biashara, lakini kupoteza muda mrefu katika ufuatiliaji wa vibali. Mapendekezo, utaratibu wa vibali uboreshwe, lakini pia mifumo iandikwe katika lugha inayoeleweka kwa wadau. Naitwa Teresia Laswai, nawakilisha kundi la mboga mboga. Swali la 3 anasema vikwazo vya kitaalamu kwa biashara TBT. Maelezo, masharti ya kiufundi ambayo bidhaa zinapaswa kufuata kabla ya kuingia sokoni. Athari zake, gharama katika uwekaji alama katika bidhaa, vipimo na viwango vya usalama. Mapendekezo, kuboresha huduma zote katika mipaka. Wanaohusika ni TBT. Hatua za usafi na phytosanitary, yani SPS. Kwenye maelezo ni kama ongezeko la gharama katika uchukuaji wa hivyo vibali vya usafi kwa maana ya cheti cha usafi wa mazao, yani phytosanitary certificate. Lakini kwenye athari inakusababisha wafanyabiashara kupata mkanganyiko na mwisho wa siku kutapeliwa kwa maana ya kuwauzia wafanyabiashara wengine ambao wanaweza kumudu gharama hizo zilizopo.
Ushauri ni kwamba wafanyabiashara, hususan wafanyabiashara wadogo, wana lengo la kukua na kuwa na wao kama mifano ya wafanyabiashara wakubwa. Hivyo tunaomba sera na kanuni zinazowekwa zirekebishwe kwa ajili ya kulinda maslahi ya wafanyabiashara wadogo. Mipaka inayohusika ni mipaka yote Tanzania, lakini mamlaka inayohusika ni serikali kwa ujumla. Kwa majina naitwa Ipiana Mwakasaka, ni afisa miradi kutoka AGRA. AGRA ni shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha kabisa tunaleta kuboresha mifumo ya chakula na maendeleo katika kilimo, hususani kuhakikisha kwamba wakulima wanapata teknolojia za kilimo na innovation kuweza kuongeza tija ya uzalishaji, lakini pekee kuongeza kipato kwenye kaya na uhakika wa chakula.